Kusaidia kusikokuwa na kikomo ndio huwafelisha watu wengi na kuwasababishia umaskini. Ndugu zangu, hatuna kipato cha kuweza kumsaidia kila mtu. Hatuna kipato cha kuweza kuitatua kila shida ya mtu. Hauna kipato kinachoweza kufanya kila kitu. Kipato chako kiko limit. Hakuna kipato unlimited ambacho kinaweza kufanya chochote. Kipato chako kina kiasi, kina kikomo. Kwa hiyo usiwe mtu wa misaada kupita kiasi. Usichukue ule usemi wa wewe ni mshumaa upo kwa ajili ya kumulikia wengine huku wewe unateketea. Usichukue huo msemo haufanyi kazi kwenye maisha ya kawaida. Lazima kuwe na kiasi, kwa sababu watu wenye uhitaji hapa duniani ni wengi sana. Hawataisha leo wala kesho, wataendelea kuwepo miaka na miaka. Kwa hiyo usiwe mtu wa kusaidia sana. Sisemi usisaidie kabisa, saidia pale kwenye uhitaji maalumu, na unapoona kweli kuna sababu za kufanya hivyo na kuna msingi mkubwa wa kufanya hivyo. Usitoe tu ili mradi, angalia uwe na sababu za kusaidia pale panapobidi. Mtu anaumwa, hiyo saidia, kwa sababu unaokoa maisha. Lakini vitu vingine jifunze kusema sina, kwa sababu mtu anaposaidiwa sana, au wale watu ambao unaowasaidia huwa wanageuza msaada ni kitu cha lazima kwao. Kadri unavyoendelea kuwasaidia ndivyo watakavyohitaji msaada zaidi, na ndivyo watakavyokutegemea zaidi. Hii ni kitu muhimu sana uelewe. Hakuna mtu ambaye anaweza kumaliza shida za watu. Watu wana uhitaji mwingi na wana shida nyingi, haziishi. Kila mtu anazo shida. Hata wewe mwenyewe unazo shida zako ambazo hujazimaliza bado. Hapa duniani wewe hujafika kutatua shida za watu, na hiyo wala sio kazi yako. Wewe umekuja kutafuta maisha yako ili uwe na mafanikio kwenye maisha yako, na ziada ndio uwasaidie wengine. Sasa sio wewe unakuwa namba moja kwenye kusaidia mpaka unasahau maisha yako. Kipato chako ndio kinaanza baada ujenge nguvu ya kibiashara, wewe unatapanya kwa kusaidia. Baada ujenge nguvu ya kilimo chako kiwe cha kisasa zaidi, wewe unatapanya pesa zako kwa ajili ya kusaidia. Unatafuta sifa ambazo hazina manufaa. Ukumbuke hawa watu unawasaidia sana, kesho ndio watakao kusema vibaya ukiishiwa. Kwa hiyo saidia kwa kuokoa maisha, usisaidie kimazoea. Msaada hauna kikomo. Watu wanahitaji kusaidiwa, watu maskini hawaishi, na wewe huwezi kuwamaliza. Huna kipato cha kuweza kuwamaliza. Ndio maana unaona hata serikali yenyewe haiwezi kutatua matatizo yote ya wananchi wake. Hata Mungu mwenyewe pia hajawaumba watu kwenye usawa na kuwapa vitu kwa usawa. Kuna mazingira tofauti tofauti. Sasa wewe ni nani ndugu yangu unataka kujifanya mkamilifu na kutatua shida za kila mtu, hali ya kuwa wewe mwenyewe bado una uhitaji? Boresha kwanza maisha yako, halafu baadaye ndio utaboresha na watu wengine. Njia pekee ya kuwasaidia maskini ni kuhakikisha wewe haui maskini. Njia pekee ya kumsaidia maskini ni kuhakikisha wewe haui maskini. Kumbuka, sehemu walipokaa maskini 9, akikaa tajiri mmoja, wanahesabika maskini 10. Sehemu walipokaa matajiri 9, akikaa maskini mmoja, wanahesabika matajiri 10. Unaona hiyo ndugu yangu? Kwa hiyo boresha maisha yako, usiwe unatoa msaada kupita kiasi. Hata benki wakopesha watu mkopo kwa masharti na kwa dhamana. Hawatoi tu hivi, maana wazingisha filisika. Wanatoa kwa dhamana na kwa masharti maalumu. Kwa sasa wewe usiwe wewe ni mtu ambaye ni free charge, yaani wewe unatoa tu. Wewe una uwezo wa kuamudu hao watu wote wenye uhitaji, wenye shida. Boresha kwanza maisha yako, yakishakuwa bora utaboresha na wengine taratibu. Utasaidia taratibu, sio kwa pupa
sio kwa kuonekana. Ndugu yangu, hakuna tuzo, hakuna tuzo. Huwezi kusaidia wakati wewe mwenyewe bado hujafanikiwa. Ndugu yangu, kila siku najitahidi kukumbusha mambo tofauti tofauti ambayo naamini kabisa yawezekana pengine hakuna mtu mwingine wa kukukumbusha zaidi yangu mimi ambayo nakukumbusha hapa. Wale ambao unategemea wakuambia haya mambo, wenyewe pia wako bize sana na mambo yao. Mimi nimeamua kutoa muda wangu kukukumbusha ndugu yangu, kwa sababu mimi ni mpambanaji mwenzako. Nataka wewe upate mafanikio, tupate mafanikio wote, kwa sababu mimi naamini kabisa kila mtu anahitaji kufanikiwa, ila tu kuna wakati anakosa njia sahihi, anakosa mbinu, anakosa mawazo, na anakosa watu gani aende akawaombe ushauri, watu gani wampe mawazo. Sasa mimi ni mshauri wa bure ambaye nimetokea kwa ajili yako. Hii channel ipo kwa ajili ya kubadilishana mawazo, kwa ajili ya kusaidiana, kwa ajili ya kushauriana mambo mazuri katika njia nzuri isiyoondoa utu na heshima ya binadamu. Kwa hiyo ndugu yangu, ninarudia mara kwa mara kwa sababu naamini kuna watazamaji wapya ambao hawajawahi kunisikia siku za nyuma. Kwa hiyo walau kila video mpya ninayoiweka huwa najitahidi kugusia na mambo ambayo nimeshaongea kwenye video zangu za nyuma. Kwa hiyo ndugu yangu, pia hii sura na hii mada hutaiona kama utakuwa unaangalia tu au subscribe. Kama unataka kuniona tena mara kwa mara, subscribe ndugu yangu, kwa sababu mimi ndio ndugu yako halisi ambaye nimemega muda wangu ili kushauriana na wewe, ili kukushauri vile vitu ambavyo mimi nimevifanya vimeleta matokeo, na ndio vitu ambavyo ninavyokuambia, na vitu ambavyo mimi mwenyewe nilifeli ndio vitu ambavyo ninavyokufundisha wewe hapa ili na wewe usifeli. Vitu ambavyo kuna vile nilivyovifanya mimi mwenyewe na kuna vingine ambavyo vimewatokea watu wangu wa karibu. Kwa hiyo tunapunguziana haya maarifa kidogo kidogo katika njia ya kawaida ambayo itakufanya uelewe kwa urahisi. Nasubiri kukuona umefanikiwa, kwa sababu ndio furaha yangu kubwa kukuona ndugu yangu umefanikiwa, unaishi vizuri, ili tufurahie hii dunia. Dunia ni tamu tu, dunia ni nzuri, ila umaskini unaweza kufanya ukaichukia hii dunia na usione kama ni sehemu nzuri ya kuishi. Tafuta fedha ndugu yangu, tafuta mafanikio ili ufurahie dunia, ili utoke kwenye jela ya umaskini. Tuko pamoja mpaka mabadiliko yatakapotokea. Nafurahi na nasubiri kukuona ukiwa juu.